itatufikisha mpaka hatua ya kupaua. Sasa hivi kuna shughuli za plasta zinaendelea ndani na nje ya jengo, lakini pia mifumo ya gesi na yani zile face fix kwa upande wa chini zishawekwa, wanapiga plasta, na kule juu kuna kazi ndogo ya zege na inaendelea. Baada ya hapo ni kupaua. Mbao tunazo, lakini pia na bati pia tunazo. Kwa hiyo baada ya hapo itabakia hatua ya umaliziaji ambao kama tulivyosema ni mwezi Disemba. Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu amehitimisha kutembelea mradi huu na kujionea hali ya mambo ilivyo kwa kadri ya taarifa iliyopewa na mganga mfawidhi wa hospitali hii Dr. Banuba, na maelezo ambayo yalijazilizwa vizuri kabisa na Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa niaba ya Waziri wa Afya, akigongelea msumari kwamba mradi wa aina hii upo vile vile katika mikoa mingine 17 kwa pamoja na huu ni mkoa wa 18. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu baada ya kumaliza kutembelea mradi anaenda kuendelea na ratiba nyingine. Kwa mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia kurasa za ofisi ya Waziri Mkuu, hii ni mwendelezo wa ziara ya Waziri Mkuu katika mkoa wa Katavi, na hii leo ndio anataraji kuhitimisha ziara hiyo, ambapo sasa ipo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, na hasa jengo hili la huduma ya uzazi kwa maana ya mama, baba na mtoto, na maeneo mengine mtambuka ya huduma za afya, ambapo kwa ujumla wake ni upanuzi wa kuhakikisha hospitali hii inakuwa inatoa huduma nyingi zaidi ya ilivyo hivi sasa, na ni mikakati kabisa serikali kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Na Naibu Waziri wa TAMISEMI alieleza namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imejenga kuboresha huduma ya afya kwa kujenga majengo kama haya katika hospitali 18 kwa maana mikoa 14 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ni kuhakikisha zile huduma ambazo wananchi walikuwa wanalazimika kwenda kuzifuata maeneo ya mbali sasa wanazipata katika maeneo yao ya karibu kabisa, pasi na kusafiri umbali mrefu kwenda kwenye mikoa ya mbali katika huduma zile za afya kwenye kanda mbali. Na sasa Waziri Mkuu amehitimisha ratiba ya kutembelea mradi huu, na mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu ni watumishi wa hospitali hii, lakini na mbali kidogo kushoto kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu kule wapo wananchi ambao wamejitokeza kwenye eneo hili. Yote hiyo ni wakiwa na hamu ya kushuhudia maendelezo ya ziara yako katika mkoa huu wa Katavi, na ikikupendeza basi kama una neno lolote Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa watumishi hao basi karibu sana. Asante, karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na wananchi na nyie mmeitwa sasa msogee huku. Mheshimiwa Waziri Mkuu anataka na nyie msogee, lakini kwa utaratibu tafadhali tufuate maelekezo, twende upande wa kule mbele ili Mheshimiwa Waziri Mkuu apate kuona vizuri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Sasa kwa sababu tuko hospitalini, sikusubiri tufanye mkutano ili tuache shughuli ya matibabu iweze kuendelea. Labda niwaletee tu salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilimwaga kwamba nitakuwa Katavi, anawasalimia sana, nasalimia watumishi, amenituma niwafikishie pongezi kwa kazi kubwa mnayofanya.
hongereni sana. Mheshimiwa Rais anatambua kazi nzuri mnayofanya ya kuhangaika na afya za Watanzania. Ni kazi kubwa, kazi ya ibada, endeleeni nayo. Na mpaka sasa nimepokea taarifa jinsi ambavyo amekuwepo na mafanikio makubwa katika hospitali yetu na sekta ya afya kwa ujumla. Nilikuwa naongea na viongozi hapa pamoja na mwenyeji wetu daktari Mtawa, pamoja na mwenyeji wetu, nimeona mafanikio makubwa ambayo yamejitokeza katika sekta yake. Na mambo haya ya afya mara nyingi ushahidi wake unakuwa wa yule mtu mmoja mmoja ambaye maisha yake yameokolewa. Tofauti na barabara, huwa tunaona kwa macho, hata kama hujapitia unasema hii barabara ni nzuri, lakini afya